Mambo vipi, karibu tena. Hii ni Loadline na leo bana nitakuonyesha jinsi gani ambavyo nimetengeneza login na sign up system kwa kutumia Laravel. Hii hapa Laravel, yes Laravel, lakini kwa kutumia Casa AI ambayo inatusaidia sisi tunatengeneza kitu, transform idea into reality bila kuandika any piece of code like how you see right now here. So tumetengeneza login pamoja na sign up system, ambapo hii design ambayo unaiona tumeicopy kutoka Figma. So hii ni Figma design, ambapo tumecopy hii design tukaiambia AI angalia hii picha, then tutengenezee kitu kama hiki, na mwisho wa siku ikafanya au ikatengeneza hii login pamoja na sign up ambayo unaiona. So tukawa tumetengeneza demo login system, ambapo ni email yake ni hii hapa, na password tukawa tumeweka 1 2 3 4 5 6 7 8. Then ukilogin basi natengeneza dashboard, ambayo pia dashboard tumeiambia AI itutengenezee dashboard ya design kama hii, ambapo iko fresh na inafanya kazi, lakini unaweza kaiongezea some prompt ikaweza kutengeneza more epic dashboard. Na hii yote tumetumia Casa AI kwa kutumia command prompt tu bila kuandika any piece of code. So if you want to know how to get started na jinsi gani unaweza kutengeneza vitu kama hivi, please watch the video up to the end, lakini in the description niambie nini maoni yako kulingana na mabadiliko ya AI ambayo yapo na jinsi gani tumetengeneza hii. Lakini baada ya kutengeneza project yako ikawa line Loadline hosting, tunahakikisha kwamba website yako au Laravel project yako inakuwa online masaa 24 24/7 kwa mwaka mzima. Kwa hiyo angalia hapa kuna plan ambazo ni affordable, shilingi 99 na ni website 10, hii ni website 30, lakini pia ni website 50 ikiwa na 100 GB of NVMe storage. So unasubiri nini? Watch the video, pia nipe maoni yako kwamba what do you see the power of AI ambapo imefikia mpaka tumeweza kutengeneza kitu ambacho kiko smart login na sign up system ambayo inatumia AI, na basically tumetumia Casa AI. So thank you, just watch the video. Okay, Casa AI. So unaweza kuinstall kwenye PC yako, then hii hapa unaipata kwa hivi, una install kwenye PC yako, then unakuwa na uwezo wa kuitumia na kugenerate code. Umeona hii hapa. So unaweza kai-download, iko kama Visual Studio Code, lakini uzuri wake ni kwamba hii Casa AI inakuja automatic ikiwa ina AI hapo. Kwa hiyo unaweza kawa unaihoji kama utakavyoona kwenye hii video. Na hii video tunatengeneza Laravel project ambayo itakuwa na uwezo wa kulogin pamoja na kusign up. Sign up la login system ndio kitu ambacho tunakifanya leo. Lakini in future tutakuwa tunaendelea kutengeneza projects tofauti, ambapo at the end of the day utajikuta kwamba una uwezo wa kutengeneza full Laravel project kwa kutumia AI. Hata kama hujai kucode kwa kutumia Laravel, lakini utakuwa na uwezo wa kutengeneza kitu ambacho kina make sense kwa kutumia AI. So let's do it. Yep. So hatua ya kwanza nitakuja hapa kwenye kompyuta yangu, nitatengeneza folder, na hii folder tuite Laravel. Okay. Yes, tuite Laravel. Okay. So tuite Laravel login. Okay. Yeah, so tutaita Laravel login, ambao hii ndo nani yetu hii. Hii ndo okay, hii ndo yep, hii ndo project yetu ambao ndo tutaitengeneza, hii ndo folder yetu. Then kwa kuwa natumia Casa AI, nimeinstall kwenye PC yangu, so unaweza kaona hii icon. So nitachukua hii Laravel login, nitaiweka kwenye hii Casa AI just kuiopen, yani ni kuifungua tu, nimefanya hivyo. Kwa hiyo Casa AI itaload, itafunguka hivi, ambapo italeta empty blank project. Nadhani unaona hii iko blank, haina kitu, na project yetu unaona hapa imeandika Laravel, umeona, lakini there is nothing. Kwa hiyo ambacho tutakifanya ni kwamba sisi ambacho tutakifanya, unaweza kuangalia hapa ni Laravel project, lakini pia unaona ninatumia Casa, umeona ni Casa account hii hapa, ambapo kwenye Casa tunakuwa na module tofauti. Umeona mimi nime enable module zote hizi, ambapo kuna Cloud 3.5, Cloud 3.7 Sonnet, kuna Cloud 3.7 Sonnet Maxi, kuna Cloud Casa Fast, kuna hizo, kuna DeepSeek R1 version 3, kuna Gemini, lakini pia tuna GPT 3.5, 4 Turbo, 4.5, 4.0, 4.0 min, Grok ambayo hii ni ya X ambayo ni Twitter, Grok 1 min. Okay, so zipo AI nyingi. Kwa hiyo hizi zinakuhakikisha kwamba you will make something ambacho ina make sense, as ambavyo utaona tunafanya hapa. So without losing any second,
Ukiangalia hapa mkono wetu wa kulia hapa, tunakuwa tuna option ya chatbot hapa hivi imeandika ask a question hapa, plan, search, build anything. Okay, so mimi nitakuja hapa nita enable Claude 3.7 Sonnet ambayo hii iko powerful, nimekuwa nikitumia naona iko powerful. Then nitaanza kuchat na AI. So let's do it. So nitasema how are you, so lengo tuanze tu just human like content, tujifanye kama tuna interact na mtu. Then itasema I'm doing well, thank you, how can I help you today, how can I help you with Laravel project today. So you see tumeandika Laravel login, imeshajua tunahitaji nini. So nitakuja hapa nitaiambia I need a login and sign up system and using PHP Laravel. Okay, so nitaiambia I need a login and sign up system using Laravel. So itafikiria hapa, then itaanza immediately to take action. So umeona inasema I will help you to create a login, set up a login system for Laravel. Sasa tofauti ya hii pamoja na zile nyingine ambazo tunazotumia, let's say tuseme ChatGPT au zile nyingine, ni kwamba hii uzuri wake una chat direct hapo ukiwa na code. Achana na ChatGPT, unakuwa unafanya chat, unafanya coding, inakutengeneza code, inabidi uzikopi uje uzipaste kwenye Visual Studio Code au Sublime Text, alafu uzirun, then ikiferi ukope error uipeleke kule kama umepata error. Sasa hii kasa ambacho inafanya una code within. So you see that right now. Kwa hiyo najua kwamba itahitaji to run hii hapa compose create project Laravel/Laravel. Sasa jina itakuwa ni Laravel. Sasa before guys hujarani Laravel project kwenye kompyuta yako, hakikisha umeinstall Composer. Okay, umeinstall Composer. So ukiangalia hii hapa Composer, utakuja download Composer. So utaitembelea getcomposer.org, then download Composer. Unaweza kutumia hii hapa download link au composersetup.exe ukadownload hii au ukainstall Composer kupitia command line kwa kutumia hii hapa. Lakini ukishamaliza kuinstall Composer, hizi ni Laravel environment ambazo zitakusaidia Laravel iweze kufanya kazi. Then utainstall npm node package manager. So okay, npm utasearch npm ambayo itakuletea hii sio npm, sorry, npm. So search npm itakuja node package manager. Okay, so yep. So utakuja download node package manager hii hapa, node.js hii hapa. So download node.js hii hapa. Click open na utaangalia from the official site iko hivi, logo zao ni rangi yao, color palette ni green. Then utakuja download window installer for node.js. Okay, ukisha install node.js ukainstall Laravel, hakikisha pia una install Apache Server. For example, mimi Apache Server ambao ninatumia kwa ajili ya kurun PHP natumia XAMPP. So utainstall XAMPP kama ni mara yako ya kwanza. So XAMPP hii hapa, naweza nikaistart Apache, lakini pia nitainstall MySQL. Okay, yes. Kuna wengine wanatumia Workbench, PHP Microsoft Workbench, is up to you, lakini you can use that. For me napenda kutumia XAMPP, lakini pia nikishainstall hizo Composer pamoja na Node.js, that's a good thing for me to get started. Then baada ya hapo ukisha install hizo, nadhani ukiingia kwenye PC yako unaweza test kwa kutumia command prompt, ukaangalia kama hizo ziko installed, unless otherwise hautaweza kurun Laravel project. Okay, so utakuja hapo uta search php /v, then itakwambia umeona PHP tuko na version umeona tuko na PHP version 8.2.12. sawa, nita run npm/5 version, tutaangalia node package tuko na ipi, umeona tuna version 10.9.2. so ukiona ziko hivyo, ina maana hizi zita allow sisi tuweze kuendelea na Laravel. Then utaangalia pia tutaangalia Composer. So utacheck Composer kama iko installed. So nitacheck Composer/b. Yeah,
So Composer pia yes, unaona inatuambia kwamba Composer available version tuna 2.8.60 ambao ni latest version iliyokuwa updated tarehe 25 leo. Okay, so yeah, so everything is okay. Na hizi ndio environment ambazo zinasaidia ku run Laravel projects. Kama everything is okay, so tunaweza tukaja hapa kwenye command line hapa tukaendelea. Sasa kasa ambacho inafanya, umeona hapa kwenye Composer create project, Laravel project inatuambia run command. So nita click run command, ita execute command, itaanza kutengeneza Laravel project yenyewe automatic. So hatutaandika chochote. So mimi nitatulia zangu, inaanza kuinstall. So unaweza kaona hapa imesha install, umeona? So let's zoom in kidogo. Okay, yeah. So nadhani zoom mpaka hapa. So umeona hii hapa isha install Laravel. Hapa inaendelea kuinstall all packages. Kwa hiyo tunaipa time kidogo. Ina install all packages. Then ikisha install packages zote, then sisi tunakuwa tuko umeona ina install package. Ikiinstall unaona huku zinaendelea kuongezeka, umeona? Yeah. So downloading monologue, umeona inaendelea. Yeah, kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zangu guys, subscribe. Nadhani nitakuja na tips nyingi sana za AI. Next video itakuja jinsi gani ya kutengeneza mobile application ambayo ni native app kwenye Android pamoja na iOS kwa kutumia AI. You don't have to write any code. Just work. Ili tuweze kuwa na application ambayo iko smart up and running. Yes, so 98 100. Okay, yeah. So right now nadhani iko good. So unaona imesema 65 packages suggestions were added by new dependencies. Okay, yeah. So now kila kitu kiko fresh. So tumesha install packages. Kwa hiyo tukifungua terminal, tukajaribu kufungua hii app ya Laravel tuone what it has. Tutakuja hapa nitasema PHP artisan. Okay, PHP artisan save. Okay, so tuweze kurun tuone je. Okay, so okay, bado haijamaliza, umeona? Sasa the good thing sasa na ukiwa na code, mfano tumeona hii error. Sasa hapa inakwambia added to chat. Umeona bado haijamaliza. Yeah. Yes, ngoja tusubiri imalize kwanza. Umeona bado inamalizia hapa. No security vulnerability found. Ngoja imalizia. Alafu tuje to run command ya ku execute. Hapa ime migrate database migration. So you see now imeshamaliza hivyo. So ikishamaliza inajua inabidi tuende next stage. Tutatumia Laravel, tutatumia Breeze kwa ajili ya kutengeneza login and sign up system ambazo ni Laravel packages. So tunazinstall kwa kutumia Composer. Lakini before tujafanya hivyo, tukija hapa kwenye new terminal, tukasema to test tena PHP artisan. Okay, PHP artisan save. Tuone je iko Laravel inafanya kazi. Kwa ita take some time. Umeona imetupa URL ambayo ina run kwenye local. So tukivisit URL tutaona default Laravel. Wow. So ukiona hivi ujue kwamba kila kitu installation zote zimeenda vizuri. Na imeweza kuinstall kila kitu na mimi sijafanya kitu. You see? So tuko na Laravel tayari, iko vizuri, imefungua homepage ya Laravel. Shout out to Laravel, wameimprove homepage yao hasa kwa environment kama hii. So next stage ambayo inafuata, tutakuja huko kwenye AI huko. Tutaiambia install tutaambia Composer install Breeze ambayo itatusaidia kutengeneza authentication system ya login pamoja na sign up. Kwa kuwa tuliambia mwanzo kwamba tunahitaji system ya login na sign up, unaona imeshatupa what next. So mimi nita click run iweze kuinstall Breeze. So tutaipa time kidogo, ita download packages za Breeze, then itazi include kwa kutumia Composer, then tutapata system ambayo iko up and running. So let's give it some time again. Kwa hiyo hizi zamani tulikuwa tuna brainstorm sana, take a lot of time ku brainstorm, kufikiria what is next, what should be done. Lakini kwa sasa hivi I see guys, mnaweza kaona kwamba tumefikia wapi. So let's give it some time again. Yeah, iweze ku generate files pamoja na kuinstall all packages. Yeah, so umeona, yeah, inamaliza kuinstall. Okay. Yes. Okay.
Yes. So yeah, imemaliza sasa. Sasa inakuja to install Blade. Blade template ni kwa ajili ya styling kwenye Laravel. So tukiinstall Blade ndio itatusaidia kwenye styling na alignments za nani yetu hiyo, za hiyo login and sign up system yetu. So nita-install Blade template. Kwa hiyo inakuwa inafahamu what is next. So nita click install Blade template. So it takes some time, pia itaendelea kudownload packages ambazo hizi kawaida unazifanya kwenye command line kwenye terminal. So unakuwa una execute hizo command kwenye terminal, na kama hauzijui, I remember nilikuwa na get started na Laravel, nilikuwa sizijui hizo terminal. So ilikuwa inanibidi niingie kwenye documentation ya Laravel ili niweze kuona kwamba ni jinsi gani sasa nina uwezo wa kufahamu kwamba hapa nahitaji kuinstall Breeze. So what is the link, okay? So kwa mfano, what is the link or what is the command that I should use? Kwa mfano kuja kwenye documentation ya Laravel hapa ndo nilikuwa unakuja unaangalizia. Kwa mfano, yeah, so you see, yeah, hii ndo documentation. Tuseme labda tunataka tuangalie kuhusiana na installation. So installation yote inakuwa ni hivi. Hii hapa. Sasa hizi execution zote AI ishapita nazo zote. Kwa zamani ulikuwa unakuja unasoma moja moja huku, unakuja unafanya, unasoma moja unafanya. Starter kits, kwenye starter kits umeona kuna React, kuna nini. Kwa hiyo sasa hizi zamani tulikuwa tunakuja unaangalizia huku, unaenda kuexecute, unaangalizia huku unaenda kuexecute. Lakini ukiangalia kwa kutumia AI, baada ukafanya hapa ina install Blade, unaona kwamba mambo yanakuwa ni rahisi kidogo, Kwa hiyo yeah. So this is how Casa is capable of doing. Na kitu kingine uzuri ambacho nimependa kupitia Casa ni kwamba ikitokea hii module imelemewa au imefail, unaweza ka switch to another module. So I'm going to show you. Sasa hivi tulikuwa tunatumia 3.7 Sonnet hapa, Cloud 3.7 Sonnet, lakini nikihitaji kuchange mimi naweza nikaja nikabadilisha hapa, labda nika switch to GPT-4. So next command ambayo nita run ita run to GPT-4, au unaweza ka click hapa auto select. Kwa hiyo itakuwa ina select yenyewe, najua kwamba mzigo inabidi nitumie hii, mzigo kulingana na itakavyoona kwamba ukubwa wa kitu ambacho unahitaji kukisolve. Okay, yeah. So naona ina take time ku load. Let's see, ngoja tu copy hii, watu irani kwenye command line hapa, ngoja tufungue new terminal. Okay, tufungue new terminal, afu hii ngoja tu cancel kwanza hapa. So let's run it again. Hapo mwanzo naona ilikuwa inachelewa ku execute. Sasa tumerun tena. Okay, so let's give it some time. Bado ina download, lakini everything should go through. So as you can see right now, iko ina install, imeweza kuinstall. Okay, so unaona kuna error. Hizi ni errors. Umeona? Imemaliza Breeze, imeinstall. So itafahamu kwamba after installing Breeze, what is next, kuhakikisha kwamba login system ipo ina uwezo wa kufanya kazi. So umeona there were some NP package issues, but Breeze suffocating was installed successfully. Kwa hiyo najua kulikuwa na changamoto, na maana ilikuwa inachelewa, lakini imeweza. So itakuja kwenye kucheck kwenye main routes. Sasa main routes ambacho utagundua, umeona kwa mfano hapa inaandika read authentication.php, automatically inaingia huko kwenye authentication, inaangalia kwamba kwenye hiyo folder kuna nini, then inaangalia kilichopo, then inakuja kufanya changes. You see? So hivyo ndo inaweza kufanya. So kwa mfano umeangalia ime hapa kwenye registered controller, kwa itaangalia afu baadaye itaangalia. Okay, so unaweza kaona kwamba let's check hii hapa, itaona kwamba okay, sasa imeshaangalia kila kitu kiko vizuri. So to migrate database, kwa itatengeneza PHP artisan migrate, na mimi nitarani command. So ita migrate database. So ita run migration. Okay, they might be already done. Inaona kama isha done. So itaonyesha kwamba PHP artisan save. Sasa this is magic. So tulishamaliza hapo, turudi hapa kwenye project yetu hii, tu refresh, tuangalie. So umeona sasa hivi imeongezea register na login. Umeona? Login pamoja na register. Okay? You see? Imeshaongeza hapo.
ambazo ngoja tu test tuone je zinafanya kazi. Okay, ambapo tumepata hizi bila hata kuandika code yoyote. Yani AI go through na fix kila kitu. Kwa hiyo let's check, ngoja tuone kama Apache is running. Yeah, it is running. Okay, kwa hiyo tuone sasa. Yep, sasa kingine kwa mfano hapo tumeshafanya installation ya login and sign up system. Yep. So next unakuta kwamba what next sasa unafikiria the way ya kufanya hii sasa hii registration na sign up iwe dynamic. So for example, ngoja kwanza tu fix hii error. Kwa mfano sasa hivi tumeclick register, imeleta hii error. Okay? Sasa labda wewe ni mgeni kwenye Laravel, haujui ni nini. Unachokifanya screenshot hii, then utacopy picha, utarudi kwenye hii AI yako, utapaste hii picha. Utaiambia this is what I see. Okay? This is what I see. This is what I see. Kwa hiyo utabonyeza enter, itaangalia kwamba okay, wewe umeona nini, changamoto gani unayo. Kwa hiyo itapita okay, so umeona kwamba this is because I see you're getting Vite manifest not found. This is because the front-end asset have been built yet. When we install Laravel Breeze, we need to install and build a front-end asset. Okay, so tuta click npm install node package manager install, tuta install node. Okay, dependencies, not dependencies ambazo zitatusaidia ku manage front end ili iweze ku load zile forms zetu ambazo ni za Blade. Okay, so you see right now iko inafanya installation hapa. Yeah, so umeona. Yeah, so let's give it also some time. Kwa unachukua una copy picha, unakuja kupaste kwenye AI, afu unaiambia kwamba I say naona iko hivi, what is really happening. Kwa ita go through, then itaangalia changamoto nini, then baadaye itakupa feedback na you're going to use that feedback ku make changes na kuhakikisha kile kitu kiko up and running. You see? Yeah, so you see right now iko inafanya installation, inafanya installation, then ikishamaliza installation tukirun tena ile command yetu kwenye front end pale, I hope everything will be up and running. Kama ni mara yako ya kwanza kuangalia video zangu, again please subscribe, click subscription, then nikiwa na upload video utakuwa unapata. Sometimes tuna upload marketing strategies podcast, and sometimes pia tuna upload kuhusiana na web development. Okay, yes. So bado ina take time kufanya installations. Okay, bado ina take time ku install installations. Yeah, this is npm node package manager. Yes, so you see imeweza ku install vizuri na inatuambia added 174 packages. Okay, 46 packages are looking for finding run here. So itatupa what next command, npm run build. Tuta click npm run build, itaendelea ku run hii command. Okay, yes, so ita build for production na itatengenezea every asset that we need kuhakikisha kwamba system yetu inafanya kazi. So you see right now inafanya building na imemaliza, so itatuambia now let's go. Umeona? Sasa imesha install kila kitu, inatuambia let's run again php add and save. Sasa hiyo php add and save hii hapa ipo up and running, ndio maana unaona hii nani events zinakuwa recorded hapa, logs. So tukirudi hapa tukirefresh, ina maana inabidi tupate ile form. Badala ya kupata hii error inabidi tupate form ambayo inafanya kazi. Kwa hiyo kwenye debugging pia you see tunapata form ambayo inafanya kazi, ambayo ni register right now. Hata nikisema ni register hapa, hii form inafanya kazi. Umeona? Sasa you guys, you see the AI ambapo imefika. Kwa hiyo mimi ya hii form inafanya kazi. So kama unaitumia au unataka kutumia kwa ajili ya projects zako, yep, this is a good way to go. So yep. So hapa unaweza kujaza taarifa zako, kaweka password, labda password tuseme password. Okay, so tuseme password 12345678. So tuweke tena confirm 12345678. So tukiclick register kwa kutumia hiyo email yangu, yes, I think this should register. Yep.
register logged in. So you see you are now logged in. Okay, so naweza nika log out, karudi hapa home, nikibonyeza login, nikaja nikaweka ile email yangu. Yeah, this is my email. So nikaweka password yetu 1234567 tuka login, ita login. So you see right now login and registration kwa dakika 25 tu kwa kutumia AI. Nadhani singeelezea sana hata ingekuwa dakika 15. Lakini sasa tufanye kitu kimoja. Tuingie kwenye Figma. Figma ni mtandao wa UI UX design ambapo tunapata UI user experience na user interface design. So nitakuja huku nitatafuta UI UX design ambayo nitaipenda ya login and sign up, then tuiambie AI itutengenezee login and sign up, itoe hii default login na sign up ya Laravel. So I mean hii hapa nataka sasa itoe hii hapa. Yep, so mpaka tu log out. Yep, tu log out. Tukilog out nataka itoe hii hapa. Itoe hii hapa afu hizi zionekane vizuri hapa. Kwa hiyo nikija hapa, nikaja kwenye explore community kwenye tupo hapa kwenye Figma. So nitasema login sign up, ta search form login sign up, login sign up, login sign up. Okay, login and sign up. So tuki search login sign up, okay, sorry, nimeandika sign up. Okay, so let's write it again. Sign up. Let's say sign up login. So nikaandika sign up login, itatuletea design za watu ambazo shiki kutengeneza ambazo zinawakilisha login pamoja na sign up. So tutaangalia ambao ni nzuri then tutaenda nayo. Okay. Which one is good, guys? Okay. Okay, yep. So kama uko na experience ya kudesign user experience, user interface, unaweza ukadesign mwenyewe then ukaja uka-upload pale. Lakini for me I think hii hapa, hii ya kwanza. Kwa hiyo tuchukue hii ya kwanza. Kwa hiyo nitakuja nitabonyeza hii ya kwanza. So Figma unajisajili ukitaka kutumia account. So unajisajili, mimi nimeshajisajili ndio maana unaona nime login to direct. Lakini kama hauna account unajifanyia registration. So nita click hapo open with Figma iweze kufungua hii login na sign up. Then tuweze kupata picha ambayo itakuwa ni nzuri ili tuweze screenshot na kuweka kwenye kasa. Okay? Yep. So you see right now hizi ni login and sign up. So mimi nita click, nita copy hii, nitapiga picha hii. Okay? Yes, hii hapa. Then nitakuja hapa nitaipaste hapa hivi. Then nitaiambia on the homepage instead of, okay, sorry, let's write small case. On the homepage instead of default Laravel, can we use this form for login and sign up respectively? Yeah, naiambia nita run command, nimewekea picha kwamba on the front end, sasa hivi front end tuko na hii design hii hapa. Sasa nataka instead ya kuonyesha hii, ionyeshe hii hapa. Okay? So ndio kitu ambacho nimeiambia. Kwa hiyo inacheki, inaniambia yes, we can definitely customize the login and registration form to match the design you have shared. So itaangalia login.blade, register.blade, itaangalia, then register guest blade, itaangalia, itaanza kumodify welcome.blade.php ambayo hiyo ipo kwenye, kiangalia hapa kwenye view hii hapa. Yep, welcome.blade.php hii hapa ambayo tunaiona hapa ndio hii ambayo tunaiona huku hapa hivi hapa. So inachofanya ina overwrite hii kwa kutumia hii design ambayo tumeipa. So ngoja uone maajabu ya AI.
Okay, so let's give it some time. Itaanza kuendelea na welcome.blade.php ikiwa inatengeneza new layout ambayo itakuwa na form ambayo inafanya kazi lakini ya muonekano mpya. So umeona hapa ishatengeneza hii form. Okay, so bado inaandika, inafanya editing hapa, inafanya editing. Ikimaliza tu itatuambia to save. So bado inafanya editing. Yes, accept file. Ikifanya accept file ujue imemaliza. Kwa hiyo tuta click accept file. Itakwambia kitu ambacho ime change. Okay, so okay, replacing changes, applying changes. Okay, sasa hapa ime PHP adds an make view welcome new. Okay, sasa imetengeneza view nyingine. Umeona welcome new ishatengeneza new nyingine. Sasa itabidi itengeneze hii itakuwa ni kuna login na sign up kama unakumbuka. Kwa moja itakuwa ina login, moja itakuwa ina sign up. Ngoja tujaribu kuchungulia huko tuone imefikia wapi. Ngoja tujaribu kucheki hapa. So ngoja tu refresh hapa tuone imefikia wapi. Wow, amazing. So you see guys, hii ni form ambayo imetengeneza kwa kuangalizia AI. I don't know imepata wapi hii picha. Hata picha imeipata I don't know hii ni picha imetoa wapi. Ngoja inspect tuone hii picha imeipatia wapi. Hii picha hii. Let's check this picture. Okay. Hapa hii picha, where did it get? Okay. Hello. Hii picha imeipata online, umeona imetumia Splash. Okay. Kwa hiyo imeangalia online, imetafuta picha ambayo inaendana na hicho kitu. Sasa badala ya kuwa na ile ya Laravel ambayo tulikuwa nayo mwanzo, sasa hivi unaona tuna form ambayo inaendana exactly na ile ambayo tunayo sisi. So hapa imetengeneza hivi. So tutabonyeza run command ya kutengeneza make view authentication login new, ambayo hii itakuwa ni authentication mpya ambayo itakuwa ni kwenye auth.php somewhere hapa authentication.php. Kwa hiyo hizi code ambazo ina run inakuja kuweka hapa, then itatengeneza login new.blade.php ambayo hiyo itakaa kwenye view hapa. Kwenye view tutaongezea tena login.blade.php hapa hivi. Kwa sababu tuko na dashboard. Hii dashboard kumbuka ni ya admin, ambayo the admin inaonyesha kwamba you are logged in. So admin pia ngoja tutaiambia iturekebishie baada ya you are logged in ituweke some navigation menu. Then baada ya hapo nadhani tusije tukatengeneza project nzima kwa yani unavutiwa tu hadi so to save hapa login new blade.php ita save hii na huku imeshakuwa applied. So itatengeneza web.php, itatengeneza root kwenye itatengenezea root ambayo ina manage hizo authentications. So imeshatengenezea root ambayo root hiyo kuna ya view inatani view ya auth.login.new ambayo hiyo itakuwa kwenye layout ni iko somewhere hapa, itakuja hapa then after refresh. So nita save hii hapa, then na hii imeshakuwa saved. Then itaendelea kutengeneza login.blade.php ambao hapa haipo, ambao ndo blade template itakuwa kwa inaonyesha system ya login badala ya sign up. Kumbuka hii ambayo tunayo sasa hivi ni ya sign up. So so ime code, you see hapa itaongezeka hapa. So let's save this. Itatengeneza view. Let's do the same for register.blade.php. Zinaingia home. Imetengeneza system ya authentication ambao ni folder, then imetengeneza register.blade.php, imeweka registration form, lakini pia imetengeneza login blade.php, imetengeneza hiyo, imeupload form, imeapply form ambayo kila kitu kinakuwa vizuri guys. Why we don't transform to AI? Umeona AI? Kati ya watu ambao walikuwa wanasema AI ina power, mimi ndo nimeshaamini kwa sababu hiki kitu kama unajua developer anajua you know how long it takes you kutengeneza hii kitu. Lakini kwa sasa hivi you see unaweza kufanya within some short period of time. So hapa imetuambia to run php and save ambao ipo hapa running kwenye terminal ambao iko terminal number 2 hii hapa. So ngoja tuje hapa tu refresh file yetu tuone je hii form inafanya kazi. Nikiklik login
Yeah, login imekuja. So remember tuko na account ya Logence. I need to see taendelea Logence Kagaba half password tuweke ilikuwa ni 1 2 3 4 5 6 7 8 then login. Inabidi ete kwenye admin. Wow, you see? So so guys, umeona kwamba AI iko mbali zaidi. Imetengeneza hii form badala ya Laravel form. Kwa kama hata unatengeneza kitu chako mwenyewe, unataka customized Laravel, una customized, naweza nikaiambia itoe hizi sign up and login with Google, login with the Apple. Kanaweza nikaambia hivi, badala ya kutoa naweza nikaambia remove this section. Kwa hiyo nikikopi hivi, nikiscreenshot hapo, nikaja hapa, nikapaste hii picha, nikaambia remove this section. Okay? Itaangalia picha, itajua hiyo section ni nini. Kwa hiyo itaangalia hii iko wapi, itaangalia. So umeona iko inaangalia, then itajua kwamba hii section iko wapi kwenye code zetu. Kwa hiyo inaweza kuread kila file ambayo iko hapa. Then umeona looks like, so itajua iko kwenye login.blade.php, lakini pia ipo kwenye sign register.blade.php. Kwa hiyo imeingia pale, inaanza kumodify zile code iweze kutoa ile login.blade.php pamoja na kwenye register.blade.php. So you see, okay, so imeupdate accept file imeshazitoa, lakini pia itabidi ifanye hivyo kwa register.blade.php kwa sababu zipo same zote. Hapa imefanya kazi kwenye Blade, kwenye login, then tusubiri kwenye register. Yeah, I thought nilijua tu itaingia kwenye register. So umeona imeingia kwenye register, inaangalia kwamba what is there, na inaangalia kama hiyo kitu ambacho nataka itoe kipo. Kama kipo basi inatoa. So you see, let's give it some time. Ina analyze kwamba iko section gani au code wapi mpaka wapi, then ishajua iko wapi, then ita update new code. So you see is ready zinakuwa terminated. Laravel project yetu bado inafanya kazi, na hapa kwenye welcome.blade.php nadhani inahitaji kufanya changes. Okay. Yeah. So guys, AI is very powerful. It is very powerful. Very very powerful. Na yeah, so itafanya changes pia kwenye login.blade.php. Mwana itatoa hizo na listed. So tutasave. Yes, welcome.new. Yeah, remember we have .new. Yep. Hii ilikuwa ni welcome Blade, lakini tuna new pia. Kwa hiyo ngoja ifanye changes kwenye hizo zote. Lakini kwenye register and login imeshazitoa code kile fresh hapa, obviously inabidi tusione hii option. Okay, wait. Kwenye sign in. Yeah, kwenye sign in imeshatoa kwenye login. Ngoja update login new welcome new.blade.php kwa sababu ile ilikuwa hapo kwenye .new. Okay? Yep. So nadhani hapa imeshatoa. So tukirudi hapa, tukarudi kwenye sign up. Yeah, umeona imetoa login and sign up. So mpaka hapa nadhani mmeona. Na hapa bonus ya mwisho tu kuonyesha power of AI. Ishamaliza hapa, kila kitu imeenda vizuri. Tuje sasa tuiambie kwenye dashboard ya admin. Okay, php@save. Tukirani php@save ndo tunaona hii. Sasa tulogin kama admin. Okay? Login kama admin. Kwa nita click hapa login. Italeta form ya login baada ya register. Yeah, so login tutaweka ile email yetu ambayo tumeregister, alafu tutasema password tumeweka 1 2 3 4 5 6 7 8. Then tuta click login au sign in. Then ita sign in. Yeah, italeta hapa. Sasa hapa dashboard nataka niambie, ngoja tuiambie hivi. Kwenye dashboard ipo kwenye hapa hivi. Kwenye dashboard.blade.php hii hapa. So una select code zote, umeona add to chart. Kwa nikibeza add to chart itaangalia kwamba from line 1 hadi line 18 hapa. So nitaambia this is a Laravel dashboard. Yeah, okay, nitaambia use your experience to make it awesome. So sijaambia mambo mengi, nimeambia itumie experience yake then itengeneze kitu amazing kwenye dashboard. Tukirefresh hapa tupate dashboard ambayo iko very smart. So let's give it some time.
Kwa hiyo inafanya generation, inafikiria. Kwa kama unahitaji kuwa kutengeneza software, programs, website kwa kutumia coding na AI, nadhani you can reach out ili upewe mwongozo wa what the basic key information that you need to know ili uweze ku get started na ku transform ideas into reality ukiwa umetulia zako bila kuandika any piece of code, as you see ninavyofanya hapa. So you don't need to know how things are going out. Cha msingi ni ku trace results. Then baada ya ku trace results, unachokifanya ukishapata matokeo mazuri, umetengeneza website yako nzuri, unachokifanya wewe ni kutembelea Loadline Hosting. Okay, tembelea Loadline Hosting. Okay, so unakuja hapa hii Loadline Hosting, ambapo hii Loadline Hosting inachofanya inakusaidia kuhakikisha kwamba website yako inakuwa live, inakuwa online masaa yote. Kwa hiyo umeona, so kuna shilingi hii hapa ambayo ina domain, kuna yenye domain, na hii itategemea na wewe what do you want. Lakini pia unaweza become reseller ukaanza kuuza hosting na wewe, you see, kwa gharama hizi ambazo ni nafuu. 45, spanner 20, spanner 50, spanner 100, ambapo unakuwa unapata unlimited NVMe storage. Let's go back to our tutorial. Tuone imetuandalia nini. So accept file imeshatutengenezea dashboard based on the experience. Ngoja tuone experience ya yenyewe. Okay, so refresh this one. Amazing. No way guys, no way. You see, so imetengeneza some default users, imetengeneza vitu kama hivyo, simple good dashboard. So you see right now, na unaweza ukachange logo, ukafanya kila kitu kikawa epic, then ukadeploy online. Na hicho Rogens, na hii ni Loadline. Thank you for watching. Kumbuka kutembelea Loadline Hosting ili baada ya kutransform idea yako uweze kuweka online. You see, uweze kuweka online. Sasa hapa tumezungumzia complex project ambayo ni Laravel. Sasa tukisema tutengeneze hizi websites za kawaida HTML, CSS, guys, you are going to be surprised kwa sababu utatumia simple au short period of time kuhakikisha kwamba idea yako inakuwa online. So kwa wale ambao watahitaji kuelekezwa au everything is being done au vitu vinafanyikaje in the background, please comment the comment section below au nicheck kupitia WhatsApp, then let's do business. Thank you for watching. Subscribe. Let's meet you to another video.